بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 14 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1446 katika darsa ya risala al-usul thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tulianza katika vikao vilivyopita فإذا قيل لك وقول المصنف فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه. hili tukalieleza tukasoma maelezo ya Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. kwa leo tutaanza maelezo ya neno wa dinahu, ay معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به. katika yale mambo muhimu sana ambao ni wajibu kwa mtu kuyajua ni kuitambua dini yake, bimaana kujua msingi huu wa pili ambao ni dini yake aliyokalifishwa na Mola wake kuitendea kazi. وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها, na kuyajua yaliyomo ndani yake katika hikma na rehma na maslaha kwa viumbe na kuzuia uharibifu kumfikia kiumbe wa Allah. bimaana hii dini humhifadhi mwanadamu kutokana na mafsada. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ندين يا إسلام mwenye kuitamali haki ya kuitamali, kutaamali ambapo kumejengewa juu ya Qur'ani na Sunna, atajua kuwa na kutambua kuwa ni dini ya haki na kuwa ni dini ambayo maslaha ya viumbe hayawezi kusimama isipokuwa kupitia dini hii. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم, na haipasi kwetu sisi tuupime Uislamu kwa yale waliokuwa nayo Waislamu leo. yani lau kama utatizama Waislamu usiutizame Uislamu, basi yasema fa innal muslimina qad farratu fi ashya'a kathira, Waislamu wana mapungufu katika mambo mengi sana, wamefanya upungufu. wartakabu mahadhira adhima, na wengine wakafanya mambo ya makosa makubwa. حتى كأن العائش بينهم في البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي, mpaka mtu aweza kuishi katika baadhi ya nchi za Uislamu akajiona kana kwamba aishi katika anga za watu ambao si Waislamu au anga isiyokuwa ya Kiislamu. na huu mfano uko katika mambo mingi sana. ukitizama kwa mfano katika dini, utakuta wapo wengi katika Uislamu wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo si katika dini, mpaka mwisho mtu anasema sasa hii dini hii, mbona kuna mambo ya vituko vituko.
kumbe ule si Uislamu. Yale mambo ya watu wameyachomeka katika Uislamu. Tizama kwa mfano haya mabid'a yanayofanywa sasa hivi ya kusherehekea Maulidi, na namna watu wanavyocheza, namna watu wanavyoimba, na mabalaa mnayoona mabarabarani jana. Mtu akitizama sasa hii dini gani? Ule si Uislamu. Wale ni Waislamu waliopinda, waliokosea njia sawa, ndio wakafanya mambo yale wanayofanya. Lakini ukiutizama Uislamu wenyewe mambo haya hayamo, ni hawa tu ndio wayafanya. Na mara nyingi kufar maal asaf ndio watumia nafasi ya kuusimanga Uislamu kupitia vitendo vya baadhi ya Waislamu. Ukitizama Khawarij na vile vitendo wanavyofanya katika ulipuaji na kuua watu ovyo ovyo, wadhulumu watu, huu kweli ni Uislamu? Utakuta si Uislamu. Ukienda kwa Uislamu wenyewe hauko hivyo, wala Uislamu haukumwamrisha mtu kuwa namna hiyo. Na hapa ndio utafahamu haya maneno aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa mtu akitaka kuutizama Uislamu au tizame Uislamu ule uliojengewa Qur'an na Sunna, atajua kuwa na kutambua kuwa ni dini ya haki. Lakini akienda tu akatizama Waislamu, yaweza kuwa Muislamu iyadhan billah ni sababu ya mtu kutokubali Uislamu kwa vitendo vyake viovu. Na wengi wamekuwa ni sababu ya kuwafukuza watu katika dini kwa sababu ya vitendo vyao viovu. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة. دين الإسلام ولله الحمد ndani yake imekusanya maslahi yote yaliyokuwa katika dini zilizopita, bimaana katika ule Uislamu waliopewa mitume waliopita, katika sheria zilizopita. mutamayyizun alaiha bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa umma. Lakini tofauti ni kuwa dini ya Uislamu ni dini ambayo yaweza kukidhia haja za wanadamu katika kila zama, kila sehemu, kila umma. Bimaana huu Uislamu ukiupeleka Arabuni uko sawa, waingiana na maisha yao walioko kule. Ukiupeleka Afrika uko sawa, waingiliana na maisha ya wanadamu wanaoishi pale. Ukiipeleka kwa mfano nchi za kimagharibi, kadhalika ule Uislamu lau kama watu tutabikisha ule Uislamu walingana na ule wakati na haya maneno maana yake nini? Sheikh asema wa maana kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa umma. Tukisema kwa Uislamu wafaa katika kila zama, kila mahali, kila umma, anna tamassuka bihi la yunafi masalih al-ummati fi ayi zamanin wa makanin wa umma. Ni kwa kushikamana na huu Uislamu hauendi kinyume cha maslahi ya umma wowote katika wakati wowote ule, katika sehemu yoyote, wala umma wote. Fadinul islami ya'muru bikulli amalin salih, sababu dini ya Uislamu yaamrisha kila matendo mema, wayanha an kulli amalin sayyi, na kukataza kila matendo maovu. Fahuwa ya'muru bikulli khuluqin fadilin wayanha an kulli khuluqin safilin. Uislamu waamrisha kila dini iliyo bora au kila tabia iliyo bora na kukataza kila tabia duni. Uislamu wakataza kila tabia duni. قوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث. هو msingi wa tatu ambao ni wajibu juu ya kila Muislamu kufahamu, وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. nao ni mtu kumtambua na kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. na hili jambo hupatikana kwa mtu kusoma
maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa vipi, wama kana alayhi min alibadati walakhlaqi wad'awati ila Allah azza wa jalla, na yale aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ibada na tabia na ulinganizi wake kwa Allah azza wa jalla, waljihadi fi sabilihi, yana jihadi yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia ya Allah, wa ghairi dhalika min jawanibi hayatihi alayhi salatu wassalam, na mengineo katika upande wa maisha yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano ukichukua kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam cha Imam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullah. Al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah, hii kitabu amekiandika katika ufundi wa hali ya juu sana. Lau kama mtu atakisoma kitabu, na kuna shuruhati nyingi sana, atatambua mambo mengi sana yanayohusiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengi sana katika ahadith alizozikusanya katika kitabu chake hiki. Na uzuri walillahi alhamdu wal minna, wanawavioni kitabu wamekishughulikia. Ukiangalia katika upande wa tahqiq wamekishughulikia sana kukihakiki kitabu, na kadhalika katika upande wa shuruhati zipo nyingi, shuruhati zilizosherehesha kitabu hiki. Na mwanafunzi akitaka kumtambua na kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kusoma kitabu kama hiki, atajua mambo mengi yanayofungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo asome jihadi yake na mengineo katika yale yanayofungamana na maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakikana amjue vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha yanbaghi likulli muslimin au likulli insanin yuridu an yazdada ma'rifatan binabiyhi wa imanan bihi an yutali'a min siratihi ma tayassara fi harbihi wa silmihi wa shiddatihi wa rakhaihi, jazakallahu khairan, wa jami'i ahwalihi. nas'alu Allah azza wa jalla an yaj'alana min almuttabi'in li rasulihi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, wa an yatawaffana ala dhalika innahu waliyuhu alqadiru alayhi, amin. Sheikh asema sababu hiyo yampasa mtu anayetaka kuzidisha maarifa yake, kuzidisha ujuzi wake kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika kuzidisha kumuamini zaidi na zaidi, awe atasoma sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kile atakachoweza katika vita vya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa amani yake, wakati alipokuwa na shida, na wakati alipokuwa katika hali za kawaida, bali hali zake zote awe atamsoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kitabu nilichoashiria kimeeleza mambo haya karibu yote. Alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika upande huu, katika kuamiliana na marafiki zake, masahaba wake katika kuamiliana na familia yake na wake zake. Alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na maadui zake. Alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kula kwake, katika kulala kwake, na mengi na mengi, bali mpaka sura yake ilikuwa vipi, nywele zake zilikuwa vipi, kimo chake alikuwa vipi. Yote hayo ukisoma katika Shamail utayapata yameelezewa. Kwa hivyo yampasa Muislamu ajibidiishe katika kumsoma ili amtambue nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hili jambo latakikana liwe ni daidan ya Muislamu daima, kila wakati, mara kwa mara arejelea na kusoma kuhusu maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك. معنى nani mola wako mlezi aliyekuumba akakupa misaada na kukuandaa na kukupa riziki. فقل أسجيب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله الذي رباني
وربى جميع العالمين بنعمه. سما Mola wangu mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyenilea mimi na kulea walimwengu wote kwa neema zake na fadhila zake. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. تربية ni ule uchungaji ambao ndani yake mnakumnyorosha na kumwelekeza katika usawa yule anaelelewa. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية. kulingana maneno al-musannif asema ni kuwa ar-rabb imetokamana nini na tarbiya, ulezi. لأنه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. قال فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه. walimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala amewalea kwa neema zake. وأعدهم لما خلقوا له, na kuandaa kwa ajili ya kile ambacho amewaumbia. وأمدهم برزقه, akawapa msaada wa kuwafikishia riziki yake. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون, الله akitaja hiwar, ule mjadala uliokuwa baina au mdahalo uliokuwa baina ya Musa na Firaun, ataja sema faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekipa kila kiumbe yale maumbile yake, kisha akakiongoza kile kiumbe katika maslaha yake. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. وإذ walimwengu wote Allah subhanahu wa ta'ala amewalea kwa neema zake. وهو معبودي أو ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة. شيخ endelea kusema na neema za Allah juu ya waja wake ni nyingi mno, la yumkinu hasruha, hakuna anayeweza kudhibiti idadi yake. قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ukijaribu kuhesabu neema za Allah alizokupa ewe mwanadamu huwezi kudhibiti idadi yake. فالله هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة. الله pekee yake ndiye aliyekuumba, akuandaa kwa ajili ya kufanya kutekeleza yale malengo ambayo kwa ajili yake amekuleta hapa duniani, akakupa msaada, akakupa riziki. Yeye pekee yake ndiye anastahili kuabudiwa. Qala rahimahullah wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. سما يعني بمعنى yeye ndiye ninayemwabudu na kujidhalilisha kwake na kunyenyekea kwake kwa kumpenda na kumadhimisha, natekeleza maamrisho yake na wacha makatazo aliyonikataza. Basi mimi sina yeyote ninayemwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. hatujatumiliza kabla yako mtume yote isipokuwa tumfunulia wahi huyo mtume tunayemtumiliza kuwa hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa nani? Allah. Basi niabuduni. Allah awaamrisha waja wake wamwabudu. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. na hizi aya ni zile ambazo tumezitaja huko nyuma tulivyokuwa tuzungumzia leo katika durusul muhimma, kwa hawakuamrishwa walikuwa kabla yenu katika waliopewa vitabu kabla yenu Mayahudi na Manasara isipokuwa muabudu Allah na kumtakasia yeye amali zao. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ ابن عثيمين استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله تعالى ametoa dalili mwandishi rahimahullah kuwa Allah ndiye mlezi wa viumbe wote aliposema alhamdulillahi rabbil alamin, yani alwasfa bilkamali waljalali walazamati lillahi ta'ala wahdahu, bimaana wasifu wa ukamilifu na utukufu na ukubwa ni wake yeye Allah peke yake, rabbil alamin ay murabbihim bin ni'ami, anayewalea, mola mlezi wa ulimwengu wote, anayewalea kwa neema zake, wa khaliquhum, na muumba wao, wa malikum, anayewamiliki, wal mudabbir lahum, anayepeleka mambo yao na kudabbir mambo yao, kama shaa azza wa jalla, kama alivyotaka yeye azza wa jalla. Qawluhu wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dhalika alalam, kila kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala chahesabika ni katika walimwengu na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen alalamu kullu man siwa Allah wasummu alaman liannahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. asema hao wameitwa walimwengu, kila asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wameitwa alam. Kwa nini? liannahum alamun, kwa sababu wao ni alama ala khaliqihim, juu ya muumba wao. Yani hivi viumbe vyote vyaishiria kuwa kuna nani? Kuna muumba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa malikihim wa mudabbirihim, na yeye anayewamiliki na kuwapeleka wao mambo, yeye ndo anayewapangia mambo yao. ففي كل شيء آية, katika kila kilichoko katika viumbe vya Allah ni ishara, ayatun lillah, ni ishara zake Allah, tadullu ala annahu wahidun, ambazo ni dalili ya kuwa yeye ni mmoja, hana mshirika na yeye. Wa ana, na mimi, ay almujiba bihadha, mimi ninayejibu maneno haya, wahidun min dhalika alalam, na mimi pia ni mmoja katika hao walimwengu. وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده, na ikiwa Allah ni mola wangu mlezi, basi ni wajib juu yangu kumwabudu yeye peke yake, nisimshirikishe na chochote. Hapa ndio laishia swali na jawabu la man rabbuka, kama alivyoeleza au alivyouliza hapa na kujibu al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل، ukiulizwa wewe umemtambua vipi mola wako mlezi, umemjuaje na kumtambua mola wako mlezi? faqul, basi sema araftuhu biayatihi wa makhluqatihi, nimemjua mola wangu mlezi kupitia aya zake, ishara zake na viumbe vyake. faqul biayatihi wa makhluqatihi. قال الشيخ ابن عثيمين الآيات جمع آية، آيات ni kwa wingi, moja ni aya, وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه, na aya ni alama juu ya kitu, ishara inayokuelekeza katika kitu na kukibainisha kitu hicho. wa ayatullahi ta'ala naw'an, na ishara zake au aya zake Allah subhanahu wa ta'ala ziko kwa namna mbili, kauniyatun wa shar'iyya. kuna ayat kauniyya na kuna ayat shar'iyya. ayat kauniyya ni hizi aya zilizoko katika huu ulimwengu. falkauniyatu hiya almakhluqat, hivi viumbe alivyoviumba Allah vyote vyaitwa nini? Al-ayatul kauniyya, ishara na aya za ulimwenguni hapa zilizoko, kila mmoja azione. wa shar'iyyatu hiya al-wahyu alladhi anzalahu Allahu ala rusulihi, na shar'iyya ni ule wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuteremsha kwa mitume wake. wa ala hadha yakunu qawlu al-muallif rahimahullah bi ayati wa makhluqati min babi atfi al-khas ala al-aam. Kwa kujengea hayo tutasema kuwa maneno al-musannif hapa sema bi ayati wa makhluqati, pamoja na kuwa makhluqati ni katika
ayat. Hapa ni katika mlango wa atful khas ala al-am. Mwanzo ametaja am, biayatihi imeenea pia makhluqat, kisha akataja khas ambao ni makhluqat. idha fassarna al-ayat biannaha al-ayatu al-kawniyatu wash-shar'iyyatu, ikiwa tutafasiri ayat bimaana ayat al-kawniyya za ulimwenguni katika viumbe vyake Allah, shar'iyya kama vile Qur'an, au min babi atfi al-mubayin al-mughayiri idha khassasna al-ayat bil ayat ash-shar'iyya, au ikiwa tutasema kuwa aya zinazokusudiwa ni aya za kisheria ambao ni wahi Allah aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa atfa hapa ni vitu viwili hivi tofauti, ni atfa ya vitu viwili tofauti. Biayatihi wa makhluqati, itakuwa ayatihi ni zile aya za Qur'an na makhluqati ni viumbe, ni vitu viwili tofauti, ikiwa maana itakuwa hii ya pili. Wa ala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu biayati al-kawniyya wa hiya al-makhluqat al-'azima. Allah hutambulika kwa ishara zake katika huu ulimwengu na viumbe vya adhima alivyoviumba, wama fiha min ajaibi as-san'ati wa baligh al-hikma, na yale yaliyomo ndani ya hivi viumbe katika maajabu ya kuumba kwake na hikma kubwa, hikma, upeo wa hikma katika viumbe vyake. Wakadhalika yu'rafu biayati ash-shar'iyya, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ajulikana kwa aya zake za kisheria. Wama fiha min al-'adl, na uadilifu ulioko ndani ya hizi aya za kisheria, walistimali ala al-masalih wa daf'i al-mafasid, na ile maslaha iliyomo ndani yake na kuzuia mafsada. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun, katika kila kitu kuna ishara inayoonyesha kuwa Allah ni mmoja peke yake. Maneno ya Abu al-Atahiya rahimahullah. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. hapa asema ukiulizwa umemtambua vipi Mola wako mlezi, basi sema biayatihi wa makhluqatihi, tumeeleza hilo. Wa min ayatihi, na katika ishara zake, al-lailu wan-nahar, usiku na mchana, wash-shamsu wal-qamar, jua na mwezi. Wa min makhluqatihi, na katika viumbe vyake, as-samawati as-sab'u, mbingu saba, wal-ardhuna as-sab'u, na kadhalika ardhi ni saba. Na atatupa dalili katika Qur'an kwa ardhi ni saba, tuwe dalili katika Qur'an kwa ardhi ni saba. Mtajua sisi tuona 7 samawati, lakini hatujaona katika Qur'an 7 ardhin. Ngoja kila siku ajibu ile bwana, ndio swali kama bwana, ngoja wengine wajibu. Mimi nataka hao wengine humu ambao hawajibu mara nyingi wajaribu na wao. Naam, kwa haraka haraka. Wacha huyu bwana sijamsikia kijibu. Ahsant. Allahu alladhi khalaqa 7 samawati wa min al-ardi mithlahun. Kwa hivyo ardhi pia kama mfano wa vile alivyoziumba mbingu 7. Hii ni dalili ya kuwa ardhi ziko 7 kama vile mbingu ziko 7. Ama katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imetajwa mara nyingi, lakini katika Qur'ani imetajwa hivyo. Ahsant, barakallahu fik. طيب, qala wa man fihinna wa ma bainahuma, na vilivyomo ndani yake na baina yake, baina mbingu na ardhi. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. vyote hivi alivyovitaja ni vishiria, ni katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala zinazoonyesha ukamilifu wa uwezo wake
kadhalika ukamilifu hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ukamilifu wa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. فالشمس آية من آيات الله عز وجل. jua ni katika aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. sema kwa kuwa hili jua laenda katika mwendo ulio na nidhamu kabisa kuanzia aliumbe Allah azza wa jalla mpaka atakapotoa idhni Allah kuharibika kwa huu ulimwengu. fahiya tasiru limustaqarrin laha washamsu tajri limustaqarrin laha. hili jua latembea katika vituo vyake, latembea katika kituo chake, halitoki nje ya barabara yake Allah aliwekea. kama qala ta'ala washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. na jua linakwenda mpaka kituoni kwake. hayo ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu tena mwenye ujuzi wa hali ya juu, mwenye ilmu. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها. na hili jua ni katika aya zake Allah, katika ukubwa wake na athari yake katika huu ulimwengu. amma hajmuha fa'adhimun kabir, ama ukubwa wake ni mkubwa mno. hebu fikiria sisi hapa ulimwenguni, ili ule mwangaza uenee ulimwengu mzima au hata nusu ya ulimwengu, tunahitaji kuwasha moto kiasi gani? Ushawahi kufikiria hivyo? yani watu waseme sasa tuwashe moto mkubwa ili watu wote waone, wakiwa wasoma waona, kama vile unavyoona mchana waona kila kitu. anayetaka kuangalia kitu aona kwa mbali kabisa, mwanga kabisa. Wahitajika taa kubwa kiasi gani? Kweli walimwengu wakikusanyika wote waweza kufanya kitu kama hicho? Wallahi hawawezi kufanya. Lakini subhanallah, angalia jua la chomoza, wala kuna watu wengine hata haziwagoti, hata hawaoni kama ni ishara ya utukufu wa Allah. na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja mambo akasema la ayatin liulil albab, wenye akili wakazingatia ndio wafahamu hilo. wewe una kitu chatoka, tujua latoka kote kwa ngara. yani lau kama utasafiri wewe kuanzia asubuhi watembea masaa 12 kwa ngara mpaka jua litakapotua, na likija giza la tanda kote, wewe waona tu hivi, una mambo ya kawaida tu kwako, hana shida kabisa. wewe una jambo la kawaida tu. La, wallahi haya yote ni ishara Allah amewekea waja wake ili wazingatie. wa amma atharuha, ama tukizungumza athari ya jua, فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك, ni yale manufaa yanayopatikana kutokana na jua katika miili ya viumbe, miti, mito, bahari na vinginevyo. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة, tukiangalia hili jua, hii ishara adhimu, ما مدى البعد الذي بيننا وبينها, ule umbali ulioko baina ya ardhi na jua. ومع ذلك فإننا نجد حرارتها, هذه الحرارة العظيمة. pamoja na hayo sisi tupata lile joto lake, joto kweli kweli, wakati mwingine joto mpaka huna raha kukaa nyumbani. kama huna kitu ambacho kitakubadilishia ile hewa iwe baridi pale, basi kulala pia ni taabu. na sasa hivi imezidi, si kama kawaida. Subhanallah, kuna sababu azitaja zimesababisha joto kuwa jingi mno, na nyinyi wenyewe mwaona. Mimi sikufikiria kama siku moja itabidi misikiti ianze kuwekwa viyoyozi hapa Mombasa. Hizi AC hizi zinaanza lini? Mwaka jana kila msikiti tosha bwana, tuwekeni na sisi pia tuweke. Arabuni kule kitu cha kawaida kwa misikiti, kwa sababu joto la kule linajulikana. Lakini hapa kwetu joto letu alitupelekea sisi katika kuweka vitu hivi. Lakini tumeona bwana, Ramadhani iliyopita misikiti mingapi, na mtaona tena Ramadhani hii itakuja. Hiyo Ramadhani kidogo roho za wale wanaotoa za walaini, basi hata msikiti mdogo basi na sisi pia nitawaekea ngapi kadhaa, haika kisha zitatumiwa Ramadhani, kisha Ramadhani zinafungwa,
sababu pia hiyo bili itakuwa tabu kulipa. Lakini watu waweka. Kwa nini? Joto limezidi zaidi, waita global warming. Kumekuwa na joto sana, miti mingi imekatwa, watu wajifanyia tu hawajali. Kuna uharibifu mwingi umefanywa katika ulimwengu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nnas. Ule uharibifu sasa ndio natija yake waiona, na liko huko jua mbali sana, na watu wasikia joto lake. sallallahu alaihi wasallam. قال ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس. كذلك tizama kile kinachotokea katika hili jua, ule mwanga mkubwa ambao kupitia mwanga ule watu wengi hupata mali wengi, kwa sababu ndio wafanya kazi mchana. fa inna nasa fi an-nahar yastaghnuna an kulli idha'atin, mchana watu hawana haja na mwanga wowote mwingine. ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. kuna watu wapata maslaha makubwa sana, mali, watu wafanya kazi. Bali sasa hivi tunaweza kusema subhanallah, imefikia wakati mtu nyumba yake aweza kuwa na umeme wake mwenyewe kupitia jua, sola hii katengeza hivi na itakwenda. Sasa hivi ukiweka sola katika nyumba yako, ile sola ile wahitaji mijibamba mikubwa, si midude gani mikubwa hivi, waweza kuangusha dari. Ndio wengine waweka chini. Lakini nawaambia ni kitu kimoja, hata simu pia zilivyoanza zilikuwa kama muhogo. Twala utafikiri nashika muhogo hivi, lakini simu hiyo, waulizane wenye simu za zamani, utafikiri ameshika hogo, lakini ndio simu. Si watu walianza kuwasiliana hivyo? Sasa hivi vishatoka vijisimu mpaka saizi ya kidole. Mtu ana simu saizi ya kidole, na kama ni hizo kubwa, si simu pale ina mambo mengi sana ndani yake. Yani hatujui hata 30% ya kile kilichoko ndani hizi simu. Mtu aje kupiga simu, WhatsApp basi na YouTube ndio vikubwa na vijua, kumbe kuna mambo chungu mzima ndani yake, mengi tu. Sasa hivyo waona hii sola imeanza sasa hivi, imeanza mijibamba mikubwa hapa paka kule, itakuja tu polepole. Wanadamu kila siku Allah awapa ilmu, teknolojia yasonga, itakuja kufikia wakati mtakumbuka maneno, labda sisi tushaondoka, watakuwa watu hawana haja tena KPLC. Hata wataambua wenye umeme, kaeni na umeme wenu wenyewe, hatuna haja nao. Kama vile simu hivyo zilivyoingia zozo, sijui laki ngapi. Sasa yuko na shilingi 1000 yenyewe ndanunua simu. Mwana Mas'ud na kisimu chake yeye mwenyewe yote kutia mfukoni, hayuko nyuma pia yeye, sio 1000 ama 1000 upate simu, na kuambia wapata kijibamba kidogo hivi, utapata kabambe. Lakini si ndio wawasiliana, ile message waandika kisha wasubiri kidogo itone kisha B, hivyo mpaka ufike. Lakini si wapata wapata. Ndio maendeleo hayo. Binadamu Allah amempa ilmu sasa hivi ya teknolojia hadi ya juu. Hili jua akawa alitumia kwa njia nyingi sana ya faida zake nyingi. Mimi nakwambia kuna mengine hata hatuyajui sisi, subhanallah. Kisha baada ya vyote hivi watu wanaoviona, wewe hujaona kama hizi zote ni ishara za kukuonyesha ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, za kukuonyesha wewe kuna muumba aliyeumba na akaumba vitu katika itqan ya hali ya juu, perfection, hakuna mfano wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa zungumza hili jua na faida zake, sema ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. hili jua hili ni katika ishara zake Allah, na sisi hatujui kuhusu hili jua isipokuwa mambo machache sana tunajua kuhusu jua. kadhalika alqamaru min ayati llahi azza wa jalla, kadhalika ukienda katika upande wa mwezi sasa,
na mwezi pia ni katika ishara za utukufu na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haythu qaddarahu manazila, Allah subhanahu wa ta'ala ameukadiria huu mwezi pia una vituo vyake. Likulli laylatin manzila, kila usiku una kituo kimoja. Walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal'urjuni alqadim, na mwezi tumeukadiria vituo mpaka unakuwa kama karara kongwe, unaona mwembamba ule, waanza polepole wakua kisha urudi tena wa mwembamba mpaka mwisho upotee, kisha wazuka tena hilal. Fahuwa yabdu saghiran, ukiuona mwezi waanza kudhihiri ukiwa mdogo, thumma yakbur ruwaidan hatta yakmula, kisha wakuwa polepole. Kama leo toka nje utizame mwezi leo, usiku wa 14 leo utaona Badr umekamilika ule mwezi. Kwa hiyo wakuwa mpaka wakamilika. Thumma yaudu ila an-naqsi, kisha ukishakamilika waanza kufanya nini? Kupungua. Wa huwa yushbihu al-insan, ni kama mwanadamu tu. Haithu innahu yukhlaqu min dha'f, mwanadamu huumbwa mwanzo akiwa dhaifu, mtoto mchanga dhaifu. Thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwatin hatta yauda ila adh-dha'fi marratan ukhra, kisha mwanadamu yaanza kuwa na nguvu, ule ujana ana nguvu, kisha yuanza tena kudhoofika atakapokuwa mtu mzima. Sasa yarudi chini sasa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala, mbora wa anayeumba subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى, kuanzia hapo insha Allah kuja kupaeleza katika kikao kitakachokuja insha Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.